Katika eneo la michezo kama ilivyo katika maeneo mengine ni eneo pia ambalo limeathiriwa na vitendo vya rushwa. Vitendo vya rushwa kwenye michezo vimeonekana wakati wa kusajili wachezaji, lakini pia wakati wa kupanga mechi, lakini pia wakati wa uchezeshaji wa mechi. Inasemekana kwamba kuna watu ambao wamekuwa wakipokea hongo ili kwamba kuweza kupindisha zile taratibu za michezo na kutoa upendeleo kwa timu ambayo inakuwa imetoa rushwa. Sasa swala hili la mapambano dhidi ya rushwa katika michezo ni swala sio TAKUKURU peke yake, bali ni wadau wote wa michezo wanapaswa kushirikiana na TAKUKURU katika kukabiliana na matendo ya rushwa kwenye michezo. Kwanza kabisa, wadau wote wa michezo wakiwepo waandishi wa habari za michezo wanapaswa kutii sheria za nchi, zikiwemo pia sheria za maadili ambazo zinawaongoza waandishi wa habari katika kufanya kazi zao. Kwa kutii sheria za nchi itawasaidia na itawaweka huru dhidi ya vitendo vya rushwa. Leo tuko hapa tunafanya warsha kuhusu mustakabali wa uandishi wa habari za michezo. Kama unavyojua dunia imebadilika. Uandishi wa habari ambao tumeufanya miaka 5, 10, 20 iliyopita sio ambao tunaufanya hivi sasa. Hali kuna mabadiliko makubwa ya teknolojia, kuna mabadiliko makubwa sana ya hata watendaji wenyewe. Zamani walikuwa watu wazima sana, sasa hivi wengi ni vijana wanaofanya kazi hizi za uandishi. Kwa hiyo tunafikiria tunaiangalia miaka 5 ijayo mpaka 10, kwa maana kwamba taaluma yetu ya habari hususan habari za michezo itakuwaje. Na katika kufanya hilo tumeita wataalamu mbalimbali. Kwanza tuna magwiji wa habari za michezo, wahariri wa miaka mingi. Baada ya hapo, lakini pia tuna watu kutoka kwenye taasisi mbalimbali. Tunawaleta watu kutoka taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa. Hawa ni maalum zaidi. Kama unavyojua siku za karibuni kuna vita kuhusu masuala ya rushwa michezoni, na sisi kama wadau muhimu tukaona bwana waje wazungumze na waandishi. Wakati mwingine kunaweza kukawa kuna uelewa, tuongezee uelewa. Kwa hiyo uwepo ni kutuongezea uelewa katika masuala ya vita dhidi ya rushwa. Lakini pia tuna watu kutoka mamlaka ya mapato Tanzania TRA, na wao wanakuja kutuongezea elimu kuhusu mchango wa kodi katika maendeleo ya michezo. Lakini pia tuna watu ambao ni wataalamu wa habari za kidigitali. Kama nilivyosema, dunia imebadilika. Sasa hivi kuna matumizi ya AI, kuna matumizi ya habari ambazo sio sahihi, kuna matumizi makubwa sana ya reporting yetu. Zamani ilikuwa tunasema alisema, lakini sasa hivi tukio limefanyika ni hapo tu, kwa maana watu wanaripoti. Lakini pia kuna changamoto kubwa ya habari za kiuchunguzi. Kwa hiyo tuna mtaalamu ambaye atajaribu kuwaelewesha waandishi wa habari za michezo kuhusu habari za uchunguzi zinatakiwa ziweje. Lakini pia kama nilivyosema, tuna watu wa magwiji wa habari wa zamani, nao tutawapa fursa angalau kila mtu aeleze uzoefu wao kwa waandishi. Naamini baada ya hapo tutakuwa tumepiga hatua kubwa, na hii ni mwanzo wa kuibadilisha tasnia yetu ya habari za michezo ambayo imekuwa na malalamiko mengi sana. Lakini pengine lingine ambalo nataka kulizungumza ni kuhusu uwepo wa teknolojia ya akili unde. Hii akili unde ina changamoto kubwa sana sasa hivi matumizi yake. Sasa tusiichukulie kama ni tishio kwetu, lakini tuione pia kama fursa. Ndio sababu tumeleta watu maalum kwa ajili ya jambo hilo.